Januari 25, 2017, aliyekuwa rais wa awamu ya 5 hayati Dr. John Pombe Magufuli alizindua mwendo kasi jijini Dar es Salaam. Ni miaka 8 sasa. Aliagiza kuwa mamlaka zinazohusika na uendeshaji wa mradi wa mwendo kasi DART kuhakikisha unaendeshwa kwa faida, hali ilionekana kukwama, na hapa aliyekuwa mtendaji mkuu anayemaliza muda wake anaeleza sababu za kukwama. Kampuni ya UDART kwa mara ya kwanza ilipoanza mwaka 2014-2015 ilipokea gari 140, lakini mwaka 2017 ikapokea gari 70. Lakini kwa bahati mbaya gari hizi zimekuwa zikiharibika kwa sababu kuu mbili. Moja, muda wake wa kuishi, kwa maana life span, umekwisha, kwa sababu ilitarajiwa kati ya miaka 8 mpaka 9 gari hizo either zifanyiwe major recondition, kwa maana ya ukarabati mkuu wa kung'oa injini na kadhalika, au kingine ambacho kilipaswa kufanya ni kununua magari mapya. Bahati mbaya hivyo vyote havikufanywa, na kama unakumbuka Mheshimiwa Waziri Mkuu, kampuni hii ilikuwa chini ya mbia mwenza, sekta binafsi, ambayo magari haya kati ya magari 60 mpaka 70 yalipata heka ya kuingiliwa mafuriko pale Jangwani. Mabasi mapya ya mwendokasi ya kampuni ya Moffat leo Oktoba 2, 2025 yameanza kubeba abiria wa Mbezi Kimara Kivukoni ili kuondoa kero kubwa iliyokuwepo katika barabara hiyo ya upungufu wa mabasi pamoja na ubovu wa mabasi ya mwendokasi, kama anavyoeleza mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila. Na mpaka sasa Mheshimiwa Waziri Mkuu, hali iko shwari. Jana jioni mida kama saa 12 kilijitokeza kikundi kidogo cha watu ambao walifanya uharibifu wa vituo vya mabasi yaendayo kwa kasi, lakini tunaamini kwamba kwa kuwa malalamiko yao yalikuwa ni kupatikana kwa mabasi, katika akili ya kawaida haiwezekani tena ukapiga mabasi na wakati huo ukapiga vituo vya mabasi ambazo ndio huduma ya msingi ambayo wananchi mlikuwa mnailalamikia. Kwa hiyo hili Mheshimiwa Waziri Mkuu liko kwenye mikono yetu, na naomba nikiri kwamba Watanzania wa Dar es Salaam waendelee kuwa na imani na vyombo vya ulinzi na usalama. Chini ya maelekezo yako Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakuhakikishia kwamba kile wanachokitafuta wale wasio na nia njema watakipata very soon. Wananchi wanaeleza namna gani huduma hiyo ikiboreshwa itapunguza adha ya usafiri jijini. Bali uongozi uliopo hauna mpangilio. Transport officer aliyopo au aliyekuwepo hana mpangilio, kwa sababu gari linaweza likatoka let's say gerezani tupu linakwenda mpaka Kimara na katikati kuna watu. Kwa nini lile gari lisingekuwa linabeba watu walioko katikati and then wakawa wanashuka kituo hadi kituo? Mimi sijawahi kuona nchi ambayo wateja wapo kwenye hiyo biashara wengi sana, lakini eti biashara ile inakufa. Changamoto kubwa kwanza hao wale wabeba samaki hao wanawake. Utakuta amekalia kiti cha walemavu. Mimi mwenyewe shawahi kunikuta. Ukiwaambia mimi kiti kile kilichobeba gongo ni cha kwetu walemavu tukae, utakuta mtu anakujibu anasema hata mimi na ugonjwa wa moyo. Sasa hapa kama kweli mgonjwa wa moyo utabeba ndoo ya samaki? Baada ya changamoto za siku kadhaa na kusababisha vurugu za jana jioni, hatimaye wananchi kufanya uharibifu wa miundombinu ya mwendo kasi, leo asubuhi mabasi zaidi mapya yameonekana tayari kuanza safari kwa ajili ya kutatua kero ya wakazi wa Dar es Salaam kuhusiana na masuala mazima ya usafiri. Na Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yuko hapa kushuhudia huduma hizi ambazo zinakwenda kutatua mgogoro huu wa wananchi na watumiaji wa mabasi yaendayo haraka almaarufu kama mwendo kasi kwa njia za Kimara kuanzia Kivukoni. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linawashikilia watu 3 kwa tuhuma za kufanya vurugu na kuharibu mabasi ya mwendokasi jijini Dar es Salaam. Tukio hilo lilitokea jana tarehe 1 Oktoba 2025 kati ya majira ya saa 2 usiku maeneo ya Gerezani Kariakoo, Magomeni Mapipa, Magomeni Usalama na Magomeni Kagera kwenye vituo vya mabasi ya mwendokasi. Baadhi ya mabasi yalirushiwa mawe na vituo hivyo na baadhi ya vioo vyake kuvunjwa.
Kufuatia mfululizo wa malalamiko ya wananchi pamoja na kadhia hiyo, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya utenguzi na uteuzi wa viongozi wakiwemo mtendaji mkuu wa wakala wa mabasi yaendayo haraka DART pamoja na mkurugenzi mkuu wa kampuni ya mabasi yaendayo haraka UDART. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka, viongozi walioteuliwa ni Bwana Saidi Habibu Tunda aliyeteuliwa kuwa mtendaji mkuu wa wakala wa mabasi yaendayo haraka DART, ambaye anachukua nafasi ya Dr. Athman Kihamia ambaye uteuzi wake umetenguliwa. Na mwingine ni Pius Andrew Ngingo ameteuliwa kuwa mkurugenzi mkuu wa kampuni ya mabasi yaendayo haraka UDART. Bwana Ngingo anachukua nafasi ya Bwana Waziri Kindamba ambaye uteuzi wake umetenguliwa. Waziri Mkuu wa Tanzania Majaliwa Kassim Majaliwa, kufuatia kadhia hiyo, amewasili katika vituo vya Kivukoni na Kimara kukagua hali ya huduma baada ya kuanza kwa mabasi mapya, na haya ndiyo maagizo yake. Haya yaliyojitokeza haya tuamini kuwa sasa yamekwisha, na kuanzia leo kama tulivyoanza vizuri kuanzia asubuhi isimamiwe. Wewe Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwa sababu usafiri huu ni wa jijini Dar es Salaam, wakuu wako wa wilaya wanaoguswa na barabara hizi wasimamie vizuri, pamoja na taasisi yenyewe ya DART isimamie vizuri, ili tupunguze kero kwa wananchi. Jitihada hizi za serikali ni kwa ajili ya kuwafanya waweze kusafiri, wafike mahali pao kwa urahisi zaidi. Kule Kimara na itakavyokuwa Mbagala, mwananchi ambaye ana gari lake hataka kuingia jijini, na hiyo ndio mkakati wako kwa kutoingiza magari mengi jijini, wahamasishwe wananchi kule kujenga vituo vya kupaki magari ya wananchi, yatunzwe na ulinzi mzuri. Yeye aingie kwenye mabasi yetu, aje katikati ya jiji, amalize shughuli, akirudi akute gari yake, aende nyumbani. Mtoa huduma mpya Moffat alikuwa na haya ya kusema. Tulikuwa na mazungumzo na baadhi ya viongozi wa serikali kuweza kurescue hali ya usafiri mji wa Dar es Salaam kwa wakati huu, na tayari tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Leo asubuhi tulianza na gari takriban 20, lakini mpaka kufikia saa 11 zitafika idadi ya gari 60 ambazo tutakiwa tuingize huko kwa ajili ya sasa hivi kuanza. Wakati tunamalizia process nyingine na kule Mbagala, time yoyote kuanzia sasa nayo tutaanza kazi kwa pamoja. Ripoti na Martha Magawa, Kasri la Kikeke, Dar es Salaam. Crown Media. Hapa ni nyumbani.